Ni kweli ahimidiwe. Tunayoangazia hapa ni kuhusiana na zile alama ambazo anakuwa nazo Papa na kumtofautisha yeye na viongozi wengine wa kidini. Wacha tuziangazie hapa baadhi ya alama hizo, na tukianza na fimbo ya Papa ambayo inafahamika pia kama ferula. Hii ni fimbo ambayo anakuwa ameishikilia, lakini ni alama ya mamlaka ya kichungaji juu ya kanisa. Lakini pia Papa John Paul wa pili alitumia ferula yenye sanamu ya Yesu, wakati Papa Benedikti wa 16 na Papa Francis walitumia ferula isiyo na sanamu ya Yesu. Hii kimaanisha ziko fimbo za aina mbalimbali ambazo anachagua Papa kutokana na nini anataka akiwakilishe. Lakini tukiangazia alama nyingine hapa ni kuhusiana na kofia kubwa ambayo huwa inavaliwa. Kofia hii ni ishara ya mamlaka ya Baba Mtakatifu, lakini pia imevaliwa na mapapa toka karne ya 8 hadi hivi sasa. Vitambaa viwili vya nyuma ni ishara ya unyenyekevu wa ufuasi wa Kristo pamoja na utii wa mapokeo. Kwa hivyo kofia hii maana yake ni hiyo. Alama nyingine ambayo inakuwepo na kumwakilisha Papa ni kofia ndogo ama zuchetto, hii ambayo huwa inavaliwa, lakini hii ina ishara ya kujisalimisha au kujitoa kwa ajili ya imani, na hii huvaliwa na mapapa, makardinali na maaskofu. Tofauti yake ni rangi tu. Kofia ndogo ya Papa ni lazima iwe nyeupe, wakati viongozi wengine hawa maaskofu na mapadri wa kawaida wanakuwa na rangi. Hebu tuzitazame hapa rangi hizo, ambazo padri anavaa rangi nyeusi, ambayo kofia yake hiyo inakuwa na rangi nyeusi, lakini makardinali lazima kuwe na huo mchanganyiko, hata kama vazi ni jeusi lakini lazima kiwe chekundu. Lakini maaskofu anaweza akavaa nyeusi ama akaamua kuchanganya na hiyo rangi ya zambarau. Lakini Papa sasa ndiye ambaye pekee anaruhusiwa kuvaa rangi nyeupe, kwa maana hiyo zuchetto. Tuangazie alama nyingine na umtambulisha Papa. Hii ni kanzu nyeupe. Tunafahamu viongozi wa kidini wanavaa kanzu, lakini Papa huvaa kanzu nyeupe wakati wote, wakati sasa viongozi wengine wakivaa rangi tofauti. Na kanzu hili anza kuvaliwa na Papa Pius wa 5 na huvaliwa pamoja na kitambaa cheupe kinachozungushwa kiunoni kama ambavyo unaona hapo kwenye runinga yako, wakati viongozi wengine wa kidini wakivaa tofauti na rangi zingine. Anaweza kavaa ya zambarau ama nyeusi ama nyekundu, lakini Papa anavaa nyeupe. Lakini tuangazie alama nyingine hapa ni pete ya Papa ambayo yenyewe inafahamika kama bula. Inajulikana kama pete ya mvuvi. Ina picha Mtakatifu Petro ambaye ni mwanafunzi wa Yesu aliyekuwa mvuvi, na ndio maana pete hiyo ikaitwa pete ya mvuvi. Lakini hutumika kama muhuri kwa nyaraka mbalimbali ndani ya Vatican, na hata baada ya kifo cha Papa tulipata taarifa kwamba hata ile pete na pamoja na nembo zake zingine ambazo kwa zinamwakilisha yeye na utawala wake ziliharibiwa ili kuepusha namna yoyote ya kuweza kughushi nyaraka kwa kutumia pete hiyo ambayo inakuwa na jina lake, lakini pia inakuwa na jina na picha ya Mtakatifu Petro. Na ndio maana hata kanisa ambako amelazwa hivi sasa, kwa sababu ya chimbuko la yeye Petro kuwa mwanafunzi wa Yesu na alikuwa ni mvuvi, basi ndio hasa kilichoweza kufanyika na kuifanya pete hiyo kujulikana kwa jina la namna hiyo. Na sasa wacha tuzungumze hapa na Padri Titus Ngapemba kutoka Vatican nchini Italia kutujuza zaidi kuhusu kinachoendelea. Tunafahamu mambo mengi yanaendelea hivi sasa, lakini hebu tufahamishe, baada ya kukutana kwa viongozi hao kwa maana makardinali, nini kinafuata? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza nilikuwa naomba, kama nimekusikia sawa, ulikuwa unafia kidogo, uliongelea fimbo hizi vitu ambavyo wanavaa, fimbo, wanashika kofia ndogo, zuchetto na mitra, ile kofia nyingine kubwa. Zote hizo ni kama sehemu ya ishara ambazo alama kama ya uongozi, lakini ulikuwa umetaja kama kitu kama nyeusi. Nitaka kueleza kidogo tofauti ya Papa. Sawa, anavaa nyeupe, kardinali anavaa nyekundu.
sijui rangi vizuri, maaskofu anavaa rangi fulani kama anataka kufanana na nyekundu, sisi tunahitaji sijui, sio maruni, ni rangi fulani kama kidogo ni nyekundu lakini sio nyekundu. Nitaka kuongelea makardinali. Makardinali rangi wanayovaa nyekundu. Nyekundu maana yake wawe tayari kufia dini, kufa kutetea imani. Kwa hiyo miongoni mwao atakapochaguliwa mmoja wapo papa, manake anajua hilo, tayari awe kufia imani. Sawa. Tuelekee katika swali letu sasa. Nini kinafuata? Kama nilivyoeleza jana, hakuna kitu cha pekee sana leo zaidi ya maombolezi yanaendelea, watu wanatoa heshima zao za mwisho na wageni mbalimbali wanazidi kuingia. Ulinzi unaimarishwa, wale watu wanaohusu na mambo ya wanaosaidia kutoa taarifa tayari kuna utaratibu wa kuweza kupata vibali vya utambulisho, jinsi ya kuingia kule na taratibu zote na jinsi sehemu ya kukaa, kwa sababu wapiga picha lazima wajue tukio zima, wanahabari lazima wajue tukio zima. Kwa watakuwa maeneo fulani wamekaa, hawataonekana wao, litaonekana tukio. Kwa hiyo kwa sasa hivi anakata maombolezo yanaendelea, lakini pia makardinali wanaendelea na shughuli zao za vikao kama kawaida, na vitu vikao wanavyokaa kwa kweli hatuelewi wanakaa wanazungumza nini, ila kuna taratibu. Jana jioni nilimwambia mtu fulani kwamba Kardinali Camelengo ameshachagua wasaidizi 3. Wasaidizi hao watasaidia kutoa huduma wakati maandalizi haya ya kupiga kura yanaendelea, na wamegawanyika katika sehemu kuu 3. Kwa sababu makardinali wako katika sehemu kuu 3. Kuna makardinali mapadre, kwanza makardinali mashemasi, makardinali mapadre na makardinali maaskofu. Kwa hiyo 3 watachaguliwa, watahudumia siku 3, alafu watachaguliwa tena wengine. Kwa hiyo Camelengo anaendelea kupanga taratibu. Wakati huo of course kanisa lishajiandaa muda mrefu, utaratibu wote utakuwaje. Sasa hivi kila wanapotoa taarifa kinafanyika hiki, wanatoa nukuu kwenye page namba ngapi, dokumenti gani za Kilatini na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kikubwa kinachoendelea sasa hivi maombolezo, lakini zaidi sana wageni wanaingia. Kingine makardinali wanaendelea na taratibu zao zingine, hatujuzwi, hatuambiwi waziwazi. Kwa hiyo waandishi wa habari wamebaki na wengine wachambuzi wa taarifa wanabaki kuchambua mambo yanakuwaje. Kwa mfano zinatajwa profile za maaskofu makardinali mbalimbali, lakini makardinali wanaangaliwa nimeona katika sehemu 3: maisha yao ya kiroho uko waliko na ulimwengu mzima, wanaangalia maisha yao ya maadili, wanaangalia pia michango yao katika global issues, katika mambo ya kidiplomasia na nini, wana impact gani katika nchi zao waliko au hata walikuwa hapa Vatican. Kwa hiyo uchaguzi wa papa anaweza kusema sio kitu kidogo. Mara kwanza tulifikiria tu kardinali kutoka Afrika, lakini kuna vitu anaangalia. Sawa. Titus, tunakushukuru sana kwa sababu bado tunayo kesho kabla ya maziko, tutayajadili zaidi. Kwa wakati huu tunakushukuru kwa kuungana nasi. Asante.